Kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, limedai kuendesha mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya Israel, ikisema imelenga moja kwa moja ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu iliyoko Tel Aviv pamoja na vituo muhimu vya kijeshi na usalama. Katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Iran, vikosi hivyo vilisema pia vimeshambulia makao makuu ya kamanda wa jeshi la anga la Israel na vituo vya kijeshi katika mji wa Haifa pamoja na eneo la mashariki mwa Yerusalemu. Walinda mapinduzi hao walisema walitumia makombora ya masafa marefu aina ya Heibar, wakisisitiza kuwa shambulio hilo lililenga kile walichokiita ofisi ya waziri mkuu mhalifu wa utawala wa Kizayuni pamoja na miundombinu ya kijeshi ya Israel. Mashambulizi hayo yanakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei katika mashambulizi yaliyohusishwa na Marekani na Israel siku ya Jumamosi. Wakati huo huo, milipuko kadhaa ilisikika angani juu ya Yerusalemu siku ya Jumatatu, kulingana na waandishi wa habari waliokuwepo eneo hilo, baada ya jeshi la Israel kusema limegundua makombora mapya yakirushwa kutoka Iran kuelekea Israel. Kwa mujibu wa Israel Defense Forces, mifumo ya ulinzi wa anga iliwekwa katika hali ya juu na kuanza kufanya kazi mara moja ili kuzuia makombora hayo yasifike malengo yake, huku hali ya tahadhari ikiendelea katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipiziana kisasi kati ya Iran na Israel, hali inayozidi kuongeza hofu ya kuzuka kwa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa ambazo jeshi la walinzi wa mapinduzi la Kiislamu la Iran IRGC imezitoa kwamba wamefanikiwa kuweza kulenga ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni taarifa za madai, wakidai hivyo, lakini bado taarifa rasmi kutoka nchini Israel hazijaweza kuthibitisha kama ni kweli ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu iliweza kulengwa na hali yake ipoje. Basi mtazamaji, tutazidi kuweza kukutafutia taarifa kwa undani zaidi, ili kama ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ikija kuripoti, basi tutakuletea hapa taarifa zote ambazo zinajiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.